Mtoto wangu alikuwa anaumwa, alizaliwa akiwa na miezi 7. Akaishi hospitalini kule Babati, nikaja huko napoishi, ambapo ni njia panda. Basi Jumamosi iliyopita mtoto akaumwa, akabanwa na kifua. Nikampeleka Himo OPD. Himo pale nimekaa siku 2. Siku ya 3 wakanileta huku na ambulance ya Himo. Nikapokelewa hapa, mtoto akaanza matibabu ya hapa. Alilala siku hiyo akiwa anatibiwa. Ijumaa muda saa 5 akawa amefariki asubuhi. Basi alipofariki daktari akathibitisha hapo, akamfunika, akaniambia pumzika kidogo, wasiliana na watu wa nyumbani ili ujue unafanyaje. Kama utamchukua leo ujue, na kama hautomchukua utaenda nyumbani mje kufuatilia utaratibu wa kuzika. Ndio. Kwa hiyo mimi nikaenda nyumbani akiwa tayari ameshafunikwa nini. Daktari akaniambia kuwa anampigia mlinzi wa mochwari aje amchukue amhifadhi mtoto. Basi akaniruhusu, wewe nenda nyumbani, mtoto anahifadhiwa. Mimi nikaondoka nikarudi nyumbani kutoa taarifa kwa ndugu. Jumamosi tukaja kwa ajili ya kuja kujua bili ya udini na utaratibu wa tutakavyokuja kumchukua. Huyu mtoto alizaliwa premature. Kwa hiyo alikuwa na changamoto zinazomsumbua. Tulipokuja kuchukua mwili wa mtoto tukalipa bili, tukamaliza kulipa bili, tukaenda kule kuchukua cheti cha kifo tukapewa. Kuja mochwari mwili wa mtoto hauonekani. Tumekaa sio chini ya masaa 2 sasa, karibia 3 yanaisha. Hakuna mwili wa mtoto. Sasa tumefika hapa, wakaanza kutafuta mwili. Tunaambiwa mbona mwili hatuoni? Wala hilo jina la Dorine hapa tulione. Yaani kwenye mfumo upo. Mfumo wote hospitalini wakiangalia wanasema mtoto yupo. Kwa hiyo sasa huku tu mochwari ndo wanatuambia kwamba hawamuoni mtoto. Uongozi wa bado wanatuambia tusubiri, tunatafuta. Mpaka sasa hivi tunaambiwa kaeni hapo kwenye benchi tunatafuta. Ndio. Tumeshaenda na nesi wa hapa mpaka kule udini tena kwenda kuuliza. Kule daktari wa kule anatuambia mtoto tulimkabidhi kwa mlinzi wa mochwari, kwa hiyo anaitwa Amani, kwa hiyo anatafuta hapatikani kwenye simu. Ombi letu kwa serikali tupewe mwili wa mtoto, maana kule tumeshaandaa maandalizi ya kumzika. Sasa tutarudije bila mwili wa mtoto na ulikuwa umehifadhiwa hospitali ya Mawenzi na kwenye mfumo wanaonekana wana mtoto wetu na bili tumelipa. Kikubwa sisi watupe mwili wa mtoto tuondoke. Uongozi wanasema wanaangalia muda wote. Hamna wanatujibu mpaka sasa hivi, si kufikia kuomba msaada kwa viongozi wetu wa kule kwamba tunarudije bila mtoto. Tumeshachimba kaburi Mieresini na hata watu wa makaburini sasa hivi hapo walipo wanalalamika kwamba wafanyeje.